Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa Tanzania wenzangu, wana Afrika wenzangu, dunia kwa ujumla, binadamu wenzangu popote mlipo duniani. Leo nimekaa tena mbele yenu, mbele ya kamera za waandishi wa habari kwa lengo lile lile la kupeana taarifa juu ya ujio wa zawadi kubwa na muhimu kabisa ambayo kwa mara ya kwanza imepatikana duniani, sio Tanzania, duniani. Nayo ni zawadi ya udi wa Hasad Gadi. Hapa nazungumzia hii zawadi, udi wa Hasad Gadi. Udi huu huwezi kupata mahali popote duniani. Yani sio Tanzania, sio Afrika, sio Kenya, sio Uganda, sio Arabuni, sio Amerika, sio Ulaya. Hii ni product maalum na ndio kwa mara ya kwanza tumekwenda kuitambulisha wiki mbili zilizopita. Tarehe 12 ndio tulianza rasmi kuzindua udi huu, udi wa Hasad Gadi. Udi ambao tumeuandaa baina yetu sisi Islah Company Tanzania Limited kwa kushirikiana na watafiti wa magonjwa yasiyokuwa ya kibiolojia nchini India. Tumetafuta solution nzuri ya uhakika ya pamoja kwa kutengeneza fikra ya pamoja ya kutengeneza dawa ambayo itakwenda kutatua changamoto za wanadamu za magonjwa yasiyokuwa ya kibiolojia, matatizo yasiyokuwa ya kibiolojia. Hapa nazizungumzia zile spiritual case, yani magonjwa ya kispiritual. Hapa nazungumzia matatizo ya mashetani wa kijini, nazungumzia matatizo ya uchawi, nazungumzia matatizo ya hasadi, nazungumzia matatizo ya mizimu inayowasumbua watu katika maisha yao. Mambo haya manne yanaweza kuzalisha maradhi katika mwili na yakakosa dawa. Kuna watu leo wanaumwa maradhi mbalimbali na hawana dawa. Wamejitahidi kutembea hospitali mbalimbali bila ya kupata dawa. Lakini pia mambo haya manne yanaweza kusababisha mwanadamu kupata tatizo la mahusiano na ndoa. Mtu anaweza kumaliza miaka yake ya uhai duniani, akaishi miaka 30, 40, 50 na kadhalika, asiolewe wala asioe. Hata akiposwa hizo ndoa haitatimia. Hata akichumbia huyo mchumba hatomkubalia. Wako watu wanazeeka hawana wake, wanatamani kuoa. Wako watu wanazeeka hawana waume, wanatamani kuolewa, lakini kwa sababu wameguswa na hasadi, wameguswa na uchawi, wameguswa na mizimu mibaya, wameguswa na majini wabaya, hawajawahi kufikia maamuzi na malengo ya kupata ndoa. Mwingine haoi kwa kutoa kasoro wanamume, mwingine haoi kwa kutoa kasoro wanawake, jambo ambalo utagundua tu kwamba huyu ana shida za kispiritual, anahitaji matibabu zaidi, anahitaji maelekezo zaidi, anahitaji msaada zaidi. Kwa muktadha huu ni tumeuleta udi wa Hasad Gadi kuwasaidia watu walio na changamoto katika mahusiano na ndoa. Kuna wengine wako katika ndoa hawana furaha, wamebaki katika ndoa kwa sababu ya kulea watoto wao, lakini ndoa zimekuwa chungu, magomvi kila kukicha, hakuna maelewano ndani, hakuna furaha, mume mkali kama pilipili, mke mkorofi imepitiliza, hawakai kushauriana. Hata wakitaka kupeana taarifa inafikia mahala wanaandikiana vimeseji kwa kutumia simu au vimemo vinaachwa mezani. Mtu anauliza unataka kula nini, anaandika kimemo, mimi nataka wali, naye anajibu kwa kimemo. Yani hawapati muda wa kukaa pamoja kuyajadili na kuyazungumza maisha yao. Hasad Gadi tumeileta kwa ajili ya kuzitengeneza ndoa zinazokwenda kuvunjika. Wale ambao wanatakiwa kuvunjwa ndoa zao kwa njia ya kishirikina, ya nguvu za giza, Hasad Gadi ni tiba ya uhakika sana. Lakini kuna nyumba za watu leo hazilaliki, hazikaliki. Kwenye nyumba mara kuna mchanga, mara watu wanamwagiwa, nasikia sauti, mara
nyayo, watu wanatembea, nyumba watu wanaota ndoto mbaya, mara unaota watu wanakuvuta miguu, mara unaota watu wanakuvuta masikio, mara unaota unapigwa, mara unapigana, mara unaota wanyama wanakukimbiza na kadhalika. Ziko nyumba ukilala leo ni ndoto mbovu mtindo mmoja, kwa sababu nyumba hizo zimekuwa makazi ya mashetani wa kijini. Nyumba hizo zimekuwa makazi ya mizimu mibaya. Nyumba hizo zimekuwa ni makazi ya uchawi, na uchawi umetamaraki katika nyumba hizo. Tumeamua kuleta udi wa hasad jadi kwa nia moja tu, kuhakikisha kwamba kila nyumba isiyoweza kukalika sasa ikalike na wachawi watafute mahala pa kwenda. Tunakimbiza wachawi na majini machafu katika majumba yetu kwa kutumia hasad jadi, product mpya kabisa duniani. Narudia tena, ni product mpya duniani. Huwezi kuipata mahali popote isipokuwa kwa makubaliano kupitia Islah Islamic Foundation ama Islah Islamic Company au Islah Islamic Dua Center. Na kwa sasa tupo Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Namba zetu za mawasiliano ni 0710400200. Namba zetu za mawasiliano ni 0710400200. Na niwaambie tu watazamaji wangu wote duniani, hivi sasa tumefanya maamuzi ya moja kwa moja. Kwa sasa Dar es Salaam udi utauzwa kwa shilingi 10,000 tu. Hatutaongeza tena 100. Tumeamua kushusha hivyo na tutauza hivyo, Mungu akipenda, kwa mwaka mzima wa 2026 wote. Ukinunua udi huu ofisini kwetu, hiyo ni ofa ya shilingi 10,000 kwa boksi moja mwaka mzima wa 2026, kuanzia leo tarehe 3-4 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 2026. Dar es Salaam udi utauzwa kwa shilingi 10,000 peke yake. Ama ukitaji kupelekewa mkoani na maeneo mengine, hapo sasa utapiga simu, utapewa maelekezo ya gharama za kununua na utaratibu wa kusafirisha udi ili ukufikie pale ulipo. Mpenzi mtazamaji, hasad jadi moja ya udi ambao pia unatibu matatizo ya kiuchumi, ambayo leo ni tatizo kubwa sana katika maisha ya binadamu. Vijana wengi leo hawana kazi, wanajaribu kufanya kazi hawafanikiwi. Watu wengi leo hawana kazi wala biashara, wanajaribu kufanya kazi ama biashara hawafanikiwi. Watu wengi leo wanajaribu kilimo hawafanikiwi. Watu wengi wanajaribu kufuga hawafanikiwi. Watu wengi ni mission town lakini dili haziingii. Watu wengi wana mipango mingi lakini mipango haitimii. Watu wengi wana watu wenye uwezo wapo watu wana watu wenye uwezo. Inawezekana una ndugu yako yuko serikalini, anaweza kukutafutia posti ya kazi. Inawezekana una ndugu yako yuko jeshini, anaweza kukutafutia posti ya kazi. Inawezekana una ndugu yako ni mfanyabiashara, anaweza kukupa mtaji. Inawezekana ndugu yako anajuana na watu, anaweza kukupeleka kwa mtu akakushika mkono na maisha yakakutoka ya shida, ukapata kibarua na kazi ya kufanya. Lakini kwa sababu umekumbwa na nuksi, mikosi, giza, vifungo, hata wale wenye uwezo wa kukusapoti ili upate njia ya kujitoa na kujinasua katika makucha ya ugumu wa maisha, nao wamekudharau, nao imeshindikana. Kila unachojaribu kwako ni haba manthura, yani kinapotea potea tu, hauna chochote unachokifanya. Naomba nikwambie wewe unayetabika kwa kukosa kazi, una vyeti vizuri, umesoma vizuri na nafasi za kazi wanapewa wajinga, wewe unashindwa kupata kazi. Naomba nikwambie uhakika kabisa, nenda upate udi wa hasad jadi. Ogea udi wa hasad jadi siku 7 au 14 au 21, lakini tumia udi wa hasad jadi kuchoma. Tumia udi wa hasad jadi kuchoma siku 7, 14 au 21. Biidhnillahi karim, utaona maajabu makubwa makubwa makubwa. Utapata kazi katika mazingira usiyoyatarajia. Wale wanaofanya biashara wanajaribu lakini hazikubali. Mtu anaweka pesa katika mtaji unakufa. Mtu akianzisha biashara hii inashindikana. Mwenzake kafungua duka la kawaida, lakini sasa ana
hatua nzuri, duka limepanda mpaka ameongeza na duka la pili, ameongeza na duka la tatu. Wewe unaenda na mtaji mkubwa, unajaribu, unaporomoka mpaka unaanza moja. Yawezekana una hasadi, yawezekana una nuksi, yawezekana una mikosi, yawezekana una giza, nyota imechukuliwa, umefungwa. Naomba nikuambie hasadi gadi. Udi wa hasad gadi. Udi wa hasad gadi ni moja kati ya udi wenye matokeo ya uhakika. Siku 18 za matumizi ya udi tangu tarehe 13 mpaka tarehe 1 mwezi wa 5 tunaendelea kupokea simu nyingi za shukurani. Kwa gharama nafuu watu wamepata mabadiliko. Saizi hakuna haja, watu hawakimbili kwa Kalumanzira tena, kwamba unakwenda mlete kuku kafiwa na shoga yake aliyebalehe kaacha watoto. Hakuna tena habari ya kwenda kununua kuku, ufike kwa mganga kuletee mbwembwe nyingi, nazi nyingi. Hakuna. Watu wanatumia hasad gadi na inakwenda kuwapa matokeo chanya kabisa kwa gharama ndogo tu ya shilingi 10,000 unapokuja hapa ofisini na kununua. Naomba tu nikwambie wale ambao wanafanya biashara na biashara haziendi, hawaoni faida, na wengine wanafanya biashara lakini pesa inapotea kwenye draw pale. Yani mauzo kwa siku anahisi kauza 700,000, 600,000, milioni 10, lakini akipiga hesabu rosti 50,000, laki, milioni imepotea, hajui imekwenda wapi. Yawezekana kuna machuma ulete katika maisha yako, kuna majini madokozi yametumwa kwa ajili ya kuibia, hasa wafanya biashara wa masokoni. Katika yale masoko yanayokusanya watu wengi sana kule huwa wanapoteza pesa, kwa sababu mle kuna machuma ulete yamewekwa kwa ajili ya kuvuna fedha kwa wafanya biashara, kila jioni wapeleke kwa mabwana zao. Na kuomba wewe mtazamaji wangu, na kuomba wewe ndugu yangu unayenitazama, udi wa hasad gadi utaleta matokeo chanya ikiwa utautumia kuoga au utauchanganya udi wa hasad gadi na chumvi ukauweka kwenye draw yako. Hautoibiwa mpaka unakufa, hakitachukuliwa chochote katika draw yako, wala hautapoteza pesa yako. Lakini nyumba kukinga, udi wa hasad gadi unakinga nyumba, na maelekezo tutakupa utakapokuja kununua. Lakini kukinga biashara, ili biashara isije ikaharibika au watu wakatengeneza mazingira ya kuibia, njoo itengeneze kinga yako kwa hasad gadi, udi wenye uwezo maalum wa kufanya kazi hiyo. Narudia tena, hasad gadi huwezi kuipata kwa mtu yoyote katika duka lolote. Huu ni udi maalum ambao tumeutengeneza kwa mawazo yetu sisi na wenzetu wa India, kushare kwa pamoja fikra za kupambana na maradhi na matatizo ya kispirituali, ndio tukatengeneza udi huu. Tumeutengeneza katika mfumo wa udi kwa sababu uwe rahisi kubebeka, uwe rahisi kutumika, lakini pia usimfanye mtu aonekane ni si mtu wa kawaida. Na niwaambie tu, huu ni udi wenye mvuto sana. Kwa wale ambao hawana mivuto, udi unatengeneza mvuto sana. Narudia tena, kwa wale watu wasio na mvuto kwenye kazi, mvuto katika biashara, mvuto katika mahusiano, maana kuna watu hawana mvuto katika hayo maeneo, huu udi ukiogea una uwezo wa kukutengenezea mvuto wa hali ya juu. Lakini kwenye biashara, udi wewe choma, tuchukua pisi yako moja asubuhi saa 12, saa 1, washa ya kiberiti, choma, iache pale, inaendelea kuwaka mpaka itakapoisha. Utaniambia baada ya siku 5, 6, 7 utaona mvuto wa watu katika biashara yako watakavyokuwa kimiminika makundi kwa makundi kuja kununua biashara yako. Kwa hiyo utakusaidia kuvuta wateja na utakusaidia kufukuza vitu vibaya katika biashara yako. Utakusaidia kuvuta watu wa mapenzi katika mwili wako. Utakusaidia kuondoa majini machafu, mizimu michafu, uchawi na hasadi katika mwili wako. Haya yote utayapata ikiwa utautumia udi wa hasad gadi. Ni moja kati ya udi wenye uwezo mkubwa na una matokeo chanya ikiwa utautumia udi wa hasad gadi. Kwa wale ambao wanataka maelezo ya kina juu yangu mwenyewe kuhusu udi wa hasad gadi, unaweza kunipigia kwa namba ya simu 0748800400. Hii ni namba yangu binafsi, lakini namba ya wasaidizi wangu kwa maelekezo ya kupata udi utapiga 0710400200. Kwa hiyo hapa utakutana na namba mbili. Moja ni ya maelekezo ya kupata udi moja kwa moja ambayo ni 0710400200, au kwa wale walio nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255
10400200200. Kwa mimi wanaotaka kuwasiliana nami moja kwa moja utapiga namba zifuatazo: 0748800400. Wale walio nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255-748-800-400. Hizo ndio namba za kuwasiliana ili kuupata udi wa Hasad Gadi. Narudia tena, Hasad Gadi inapatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Wewe uliyesibiwa na mikosi, nuksi, vifungo, watoto hawatulii nyumbani, magomvi yametawala katika familia, ukifanya biashara haiendi, kilimo kijaribu kinagoma, ukifuga wanyama wanakufa, watoto wako wamekuwa wayuwayu, hakuna faida katika maisha yako, watu wanakuchukia bila sababu, mipango mingi ya maisha haitekelezeki, una ahadi magunia yake kama ungeyapokea ni utajiri mkubwa, lakini ahadi hazitekelezeki. Naomba nikupe nafasi, udi wa Hasad Gadi. Wenzako wanaanza kufurahia maisha, wewe unasubiri nini? Tumia udi huu kwa siku 7 au 14 au 21 kama tatizo ni kubwa sana. 7, 14 au 21 kama tatizo ni kubwa sana. Wakati mwingine tatizo likiwa kubwa zaidi utatumia udi huu mara 2, hasa kwa kuoga. Udi 7 utafikicha na kuoga asubuhi, na udi 7 utazipukuchua na kuoga jioni kwa muda wa siku 7, 14 au 21. Wakati mwingine unaweza kuwa na tatizo kubwa linahitaji muda, ndio maana nikasema unaweza kutumia udi huu pia kuoga asubuhi na jioni. Pia kwenye nyumba unaweza kuchoma asubuhi na jioni, lakini udi huu pia unaweza kutumika kukinga nyumba, kukinga shamba, kukinga biashara. Maelekezo kamili, namba za simu nilizozitaja ambazo ni 0748800400 au 0710400200. Namba hizi ndio zitakupa mwongozo kuupata udi wa Hasad Gadi. Nitumie fursa hii kuwaambia Watanzania wenzangu, wanadamu wenzangu dunia nzima, Hasad Gadi haipatikani mahali popote. Asikudanganye mtu. Na boksi ni hii. Na usikubali kutuma pesa kwa mtu ambaye hataki kuonana na wewe video. Kama mtu anasema yeye ndo Dr. Sule, mwambie kwanza tuongee video, alafu na mimi nitakutumia pesa. Matapeli ni wengi, wametia sura zangu katika mitandao ya kijamii na wanawadanganya watu kwamba wao wana Hasad Gadi na watawatumia kwa kuwatumia. Naomba niwaambie, Hasad Gadi iko Islamic Dua Center Bungoni Ilala, na hakuna mtu mwingine mwenye hiyo. Na yote kama wanataka kutumie, ushauri wangu mimi, ili usiibiwe kizembe, pesa inauma, usiibiwe kizembezembe, mwambie kabla sijatuma pesa, naomba nikupigie video tuongee, na asikuwekee mawaidha. Mwingine anakuambia ndo mimi hapa, afana kuwekea mawaidha yangu, ye mwenyewe kakaa pembeni. Huyo ni tapeli, mwizi, muongo, achana naye, usitume pesa. Namba za mawasiliano 0710400200, alama ya kujumlisha 255-710-400-200. Mwisho wa mazungumzo yangu, nitumie fursa hii kuwaomba radhi ndugu zangu wa Kongo. Kongo nilitarajia kuwepo pale tarehe 2 ama tarehe 3. Bahati mbaya mipango si matumizi, nimekuwa na majukumu kidogo, nimechelewa kutoka. Lakini biidhnillahi karim, tarehe 9 mwezi huu, siku ya Jumamosi, nitakuwa mjini Lubumbashi. Kwa hiyo wale wote ambao mnataka kuniona, nitakuwa Lubumbashi tarehe 9 mwezi huu. Na mwishoni mwa mwezi huu, kwa sababu ya jiografia mvua, baada ya kuwasiliana na wenzetu wa Arusha, tumekubaliana kuanzia tarehe 26, 27 ya mwezi huu wa 5 ndiyo tutakuwa na mkutano mkubwa wa uzinduzi wa udi wa Hasad Gadi kwa mara ya kwanza, na ndiyo mkoa wa kwanza tumeuteua kwenda kuutembelea kwa ajili ya kuuzindua Hasad Gadi, na tutatembea mikoa yote 26, 27 ya Tanzania na Tanganyika kwa ujumla kuhakikisha kila mkoa tunawapelekea Hasad Gadi kule waliko kwa muda tutakaopanga. Lakini bei ya udi tutakapokuja katika
mkoa wenu haitakuwa 10,000. Tambua hilo. Bei ya udi tutakapokuja katika mkoa wenu haitakuwa 10,000. Naomba utambue hilo, naomba ujue hilo mapema. Kwa hiyo kuupata kwa bei ya ofa lazima upate ukiwa jijini Dar es Salaam katika kituo chetu Islamic Dua Center, Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Kwa hiyo tarehe 28, 27 huko tutakuwa katika mji wa Arusha. Matangazo yataendelea na mtaona vipeperushi vyetu na matangazo. Mkutano tunatarajia kufanya katika uwanja wa Railway uliopo katika mji wa Arusha. Tarehe kamili tutawaambia. Ni mkutano wa siku 5 biidhnillah, wa nguvu wa kwenda kuangamiza majini, mizimu michafu pamoja na uchawi katika miili ya wanadamu. Ni maajabu makubwa yanakwenda kufanywa na Hasad Gadi katikati ya viwanja vya Railway katika viunga vya mji wa Arusha. Hasad Gadi inakwenda kuonyesha maajabu. Niwashukuru sana kwa kunitazama na kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.